Siri kubwa ni kujiamini. Sawa. Sababu ni nyumbani, sasa usipokujiamini nyumbani kwako utajiamini wapi mwandishi? Kwa hiyo sisi tunapojiamini kwenye uwanja wetu na ndivyo tunavyoweza kufanya vizuri katika mechi zote. Naona. Kwa sababu ukweli tu ni kwamba itatuuma sana kama hawa jamaa watakuwa wameshinda, kwa sababu kwanza viwango vyao ni vidogo, viwezi kufanana na Simba. Nafasi yetu ya mashabiki sisi ni kuja uwanjani kwa ajili ya kwenda kuisupport timu yetu. Na kwa upande wa Shujaa hapa tuna gari 2 ambazo ziko tayari zimeshajaa, na ya 3 tunaianza kwa ajili ya kwenda kushabikia timu yetu. Na imani kwa kesho Mama Samia atafurahi sana vijana wake kusonga, ingawa mimi natamani tukivuka street ya Ikulu kwanza asubiri, maana isije kama umevuka tu nusu akasema njooni huko, tutabweteka, kwa sababu bado tutakuwa na mchezo mwingine tena mgumu. Kwa hiyo matumaini ni makubwa sana kutokana na timu yangu, uzuri wake, ubora wake, mashabiki, na imani tutakwenda kwa wingi. Sisi ni wachezaji wa 12. Inabidi tufanye ule wajibu wetu ambao wajibu wetu wa kila mechi, tuseme kujaza uwanja. Alafu cha pili, safari ya tuseme pointi 3 muhimu. Tuwasema goli 3 na kuendelea ni muhimu, bila kuruhusu goli hata hili. Kwa mchezo wa kesho, mimi ni watoe wasiwasi wale watu wote wanaohofia. Safari hii tumedhamiria, na safari hii tunavuka. Mimi nawaambia ukweli, hii tunavuka na lazima tufanye hivi, kwa sababu sisi wenyewe sio mashabiki tu, na hata wachezaji wanatamani kufikia rekodi, wanatamani kufikia kiwango. Yani wachezaji wetu wanatakiwa wajiongeze. Inapotokea swala la tukio limetokea muhimu, anatakiwa mnamfuata mwamuzi, nenda kwenda kumwadaa kama kumsidikisha mwalimu, mwamuzi kaangalie kwenye VAR, hii ni penalty au hii ni goli au ni offside. Na kwa wewe captain unaenda moja kwa moja kumwadaa nani mwamuzi. Umeona? Ndio maana hata wenzetu wale ilikuwa offside goli la pili. Umeona? Lakini kutokana na ukubwa wao au na uelevu wao, umeona? Wakajiongeza wakamfuata mwamuzi, kumfuata mwamuzi, na kweli mwamuzi amemwadaa, pressure ya mchezo lazima akaangalie kusikiliza kweli kaika kati.